Rais wa Urusi Vladimir Putin aunga mkono juhudi za usitishaji vita kati ya nchi yake na Ukraine, lakini ameweka masharti kadhaa kabla ya kutia saini makubaliano hayo. Viongozi wa dini mkoani Iringa waomba kutoa elimu juu ya ugonjwa wa Mpox kwa waumini wao ili kuiepusha jamii dhidi ya virusi vitokanavyo na ugonjwa huo. Na katika michezo, serikali yasema uwanja wa mpira wa miguu wa Arusha utakapokamilika utakuwa na uwezo wa kudumu kwa muda mrefu na kuufanyia marekebisho pale yanapohitajika. Na mtazamaji, asante kwa kujiunga nasi. Nikukaribishe katika habari ya kutwa nzima ya leo, ambapo utakuwa nami Lulu. Lakini katika upande wa michezo na burudani utakuwa na Wenga Telaza Wetini Sengalawa ambaye atakupasha zaidi katika upande huo wa michezo na burudani. Karibu tuwe sote mtazamaji, na tukianzia huko Moscow nchini Urusi. Rais Vladimir Putin wa Urusi amesema nchi yake imekubali mapendekezo ya Marekani ya kusitisha vita, lakini akatilia mkazo kuwa makubaliano yoyote ya usitishaji wa vita hiyo yatapaswa kuelekea katika upatikanaji wa amani ya kudumu, huku akiongeza kusema kuwa chanzo cha nchi yake kuingia vitani na Ukraine kinapaswa kushughulikiwa na kwanza kabla kuridhia makubaliano ya usitishaji wa vita hivyo. Haji Bagege anatuarifu zaidi. Jana siku ya Alhamisi, rais wa Urusi Vladimir Putin alizungumza kwa mara ya kwanza juhudi zinazofanywa na Marekani za kutafuta amani katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine, na miongoni mwa mambo aliyoyataja ni kwamba nchi yake iko tayari kusitisha vita kama ilivyotajwa kwenye mapendekezo ya Marekani, lakini usitishaji huo wa mapigano unapaswa kushughulikia kwanza kiini cha mgogoro huo wa Urusi na Ukraine. Putin ameongeza kusema kwamba hadi pale masharti kadhaa muhimu yatakaposhughulikiwa na kufafanuliwa ndipo usitishaji utakapotekelezwa. Miongoni mwa masharti aliyoyaweka wazi ni pamoja na kutaka Ukraine iachane na azma yake kutaka kujiunga na mfungamano wa kijeshi wa NATO, lakini pia Urusi ikubaliwe kudhibiti mamlaka ya majimbo manne ya Ukraine iliyoyanyakua na idadi ya jeshi la Ukraine ipunguzwe. Kwa upande wao, viongozi wa Ulaya wamedhihirisha wazi uungaji wao mkono kwa Zelensky baada ya majibizano na rais wa Marekani Donald Trump, huko Putin akitaka vikwazo vya mataifa ya magharibi dhidi ya nchi yake viondolewe na uchaguzi uitishwe nchini Ukraine, jambo ambalo Ukraine imesema ni mapema mno kuzungumzia suala hilo la kufanya uchaguzi wakati nchi hiyo iko chini ya sheria ya kijeshi. Rais Volodymyr Zelensky hata hivyo hakuridhishwa na kilichosemwa na Rais Putin. Kwa mtazamo wake, Putin hana haja ya usitishaji wa vita, bali anapiga danadana ili kuendelea na umwagaji wa damu. Mtawala wa Saudi Arabia Mfalme Mohammed bin Salmani amemhakikishia Putin kwamba nchi yake inaunga mkono juhudi zote za kumaliza vita nchini Ukraine. Katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya kigeni wa kundi la nchi tajiri kiviwanda la G7 huko Canada kuhusu Ukraine, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy amewaambia wenzake kwamba usitishaji wa vita itakuwa hatua ya kwanza ya kufungua njia kufanyika mazungumzo ya kumaliza mzozo huo, lakini sio sawa kwa Rais Putin kuweka masharti kwenye makubaliano hayo ya usitishaji wa vita. Mimi ni Haji Bugege na hii ni Channel 10+. Naam, shukrani sana Haji Bugege kwa taarifa hiyo. Tuangazie huko nchini Kongo. Waasi wa kundi M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamepongeza kwa tahadhari matarajio ya mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kumaliza mzozo wa mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu inafafanua zaidi. Katika taarifa yake, M23 imesema imepokea vyema tangazo la kufanyika mazungumzo kati yake na serikali ya Kongo yanayotarajiwa kufanyika katika mji mkuu wa Angola, Luanda, lakini ikaibua wasiwasi na kumtaka rais wa Kongo Felix Tshisekedi kueleza hadharani na kwa uwazi dhamira yake ya kushiriki mazungumzo ya moja kwa moja ambayo M23 imetajwa kuwa ni muhimu.
Mara kadhaa serikali ya Kongo imekuwa ikikataa kukaa meza moja na waasi wa M23 ambao inachukulia kama magaidi, lakini rais wa Angola Joao Lourenco alithibitisha kuwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili yatafanyika baada ya kumpokea Tshisekedi kwa majadiliano mjini Luanda. Siku ya Jumanne, Angola ilisema itakuwa mwenyeji wa mazungumzo hayo katika jitihada za kusitisha mapigano, na baadaye jana ilitoa tarehe Machi 18 kama siku yatakayofanyika mazungumzo hayo, huku vyanzo kutoka Kinshasa vikieleza kuwa serikali ya Kongo inafikiria kutuma wawakilishi kwenye mazungumzo hayo ya amani. Wakati hayo yakiendelea, kikosi cha kulinda amani kutoka SADC kitajiondoa nchini DRC, huku mapigano yakiendelea eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Hayo yanajiri wakati siku ya jana ya Alhamisi, Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC ilichukua uamuzi wa kukiondoa kikosi chake cha kulinda amani cha SAMI DRC huku mashariki mwa Kongo, ikitaja kuwa ni katika dhamira ya kufanikisha utekelezaji wa maamuzi yaliyofikiwa wakati wa mkutano wa pamoja wa SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC uliofanyika nchini Tanzania. Hata hivyo, kikosi hicho cha SADC kiliwapoteza baadhi ya wanajeshi wake katika vita hivyo, hasa ikizingatiwa kuwa katika miezi ya hivi karibuni M23 imekuwa ikipata mafanikio makubwa katika uvamizi wake kwa kuchukua udhibiti wa miji miwili muhimu ya Goma na Bukavu, hatua ambayo inazua hofu ya kutokea kwa vita vipana zaidi vya kikanda. Mimi ni Esther Mtebe na hii ni Channel 10+. Mtazamaji, tukitoka huko DR Kongo na sasa turejee hapa nyumbani nchini Tanzania. Tuangazie huko Ruvuma ambapo baada ya kuzaga video ya mjongeo kwenye mitandao ya kijamii kimuonesha mtoto Shadrack Adam mwenye umri wa miaka 11 ambaye anasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Nanjoka wilaya Tunduru mkoani Ruvuma kuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Jeshi la polisi mkoani humo limekanusha taarifa hizo na kueleza kuwa alitoroka nyumbani baada ya kubainika kuiba shilingi 9,000 kwenye jacket la mama yake mzazi. Ditanyoni kutoka Ruvuma ana taarifa zaidi. Hakutekwa bali amekuwa na tabia ya kutoroka nyumbani, na hiyo ni awamu ya 3 anatoroka. Mara ya kwanza alitoroka na kwenda Dar es Salaam, mara ya pili alitoroka na kwenda Masasi, na mara hii ya 3 tena ametoroka na kwenda Dar es Salaam baada ya kumuibia fedha. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi Marco Chilia amesema mnamo Machi 10 katika kijiji cha Nanjoka mtoto Shadraki alitoweka kwenda kwenye kituo cha mabasi Tunduru kupanda basi kuelekea jijini Dar es Salaam na kushukia stendi ya Mbezi na kuanza kuzurura, ndipo alipokamatwa na msamaria mwema na kumhoji kwa njia ya kumrekodi kwa simu, ndipo alipodanganya kuwa ametekwa na watu. Baada ya kutoa taarifa hiyo, msamaria mwema huyo alirekodi video fupi na kuisambaza mtandaoni kwa ajili ya utambuzi wa ndugu zake, na ndipo mama mzazi wa mtoto huyo alipowasiliana na mtoa taarifa kwa ajili ya taratibu za kumrudisha mtoto Tunduru na kupokelewa Tunduru akiwa salama. Aidha, mama mzazi ameeleza kuwa mtoto huyo hakutekwa bali amekuwa na tabia ya kutoroka nyumbani. Na hapa anatoa wito kwa wazazi wote mkoani humo. Na yeye mwenyewe baada ya kumhoji amekiri kuwa alitoroka baada ya kuiba fedha za mama yake. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wazazi na walezi kuhakikisha wanakuwa mstari wa mbele kwa kuwasimamia kwa karibu watoto wao na kuwachukulia hatua mapema hawajakomaa, na kwamba hakuna utekaji wote wa aina yoyote katika mkoa wetu huu wa Ruvuma. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni. Naam, shukrani sana Ditanyoni kwa taarifa hiyo. Tukielekea huko mkoani Iringa, kupitia idara ya afya imetoa wito kwa makundi yenye ushawishi mkubwa katika jamii, hususan kundi la viongozi wa dini kutumia vizuri majukwaa walionayo kwenye nyumba za ibada kutoa elimu kwa umma kuhusu ugonjwa wa mlipuko wa Mpox, hatua ambayo itasaidia kudhibiti kabisa maambukizi ya ugonjwa huyo. Clement Sanga ana taarifa zaidi.
Mpaka sasa hakuna kisa chochote cha ugonjwa wa Mpox mkoani Iringa ambacho kimeripotiwa. Daktari Mamkwe amesema kundi la viongozi wa dini ni muhimu katika vita hii na hivyo kuliomba kutumia majukwaa yao ya kueneza elimu juu ya ugonjwa wa Mpox. Viongozi wa dini wako hapa, tutaandika barua na wao zile messages pia wazifikishe kwa waumini kama ilivyokuwa kwa wakati wa COVID. Na njia pekee na muhimu sana ni kinga. Na kinga haiwezi kutokea bila kutoa elimu. Kwa hiyo niombe sana viongozi mlioko hapa wa dini tuendelee kutoa elimu kwa wananchi. Viongozi wa dini wamesema wito huo umekuja kwa muda muafaka na kuahidi kuufanyia kazi. Tumelipokea kwa maana ya tahadhari na kutoa elimu kupitia majukwaa ya nyumba za ibada. Tunalipokea na tunalichukua na tutawafikishia waumini zile taratibu zote ambazo zimetolewa na Wizara ya Afya namna ya kujikinga na tatizo hili. Na sisi kama watu na kama waumini tunafahamu tuna mikusanyiko mikubwa ambayo tunakusanyika mara kwa mara, karibu kila siku na wakati mwingine kila Jumapili tunakusanyika. Kwa hiyo tunaona jambo hili pia linatuhusu. Wanasiasa wao wanasemaje? Sisi kama chama cha kisiasa na chama tawala bado tunafanya ziara na mikutano. Kwa tutaendelea kuwakumbusha wananchi kila mikutano ambayo tunaifanya. Tumewaambia viongozi wa ngazi zote kuanzia ngazi za wilaya mpaka kwenye makata kwamba waendelee kusikiliza wataalamu na kufuata muundo mzima wa namna nzuri ya kujikinga na mgonjwa wa mlipuko. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ugonjwa wa Mpox unasababishwa na virusi vya monkeypox, yani homa ya nyani. Clement Sanga, Channel 10+, Iringa. Naam, kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu imeshauri serikali kuongeza kiwango cha fedha kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa mradi wa ukarabati wa kipande cha reli ya Ruvu, Tanga, Kilimanjaro mpaka Arusha uanze mapema iwezekanavyo ili kufunga uchumi kwa maeneo hayo. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu Selemani Kakoso anayesema hayo mara baada ya kamati hiyo kufika mkoani Tanga na kukagua miundombinu ya reli pamoja na bandari, ambapo akaeleza umuhimu wa miundombinu hiyo katika kuunganisha mikoa ya kanda ya kaskazini. Tunajua serikali haiwezi kujenga reli ya SGR kwa maeneo yote, na Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwamba kipande cha reli cha Ruvu, Tanga, Kilimanjaro, Arusha kitafanyiwa ukarabati mkubwa. Sasa tunaomba usimamizi wa mradi huo uanze mapema ili uweze kutoa tija kwenye maeneo haya ya reli. Kwa hapa Tanga tunaendelea kufungua hizo reli kwa ajili ya kwenda bandarini, lakini kichwa cha treni kinaweza kikaenda mpaka bandarini, lakini tu kilichobakia ni kuboresha sile loading point kwenye karibu na seaside. Kamati hiyo pia imetembelea bandari ya Tanga ambapo inabainisha namna serikali ilivyodhamiria kuwekeza ili kuongeza mapato, huku mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani akifafanua umuhimu wa ujenzi wa barabara ya Handeni Singida itakayorahisisha usafirishaji wa mizigo kutoka bandarini. Katika kipindi ambacho rais alipita kwenye kipindi kigumu na serikali ilipita kwenye kipindi kigumu, ni kuweka dhamira ya uwekezaji kwenye bandari. Ile barabara itakuwa ni mkombozi sana, hasa katika mizigo inayokuja kupitia bandari ya Tanga. Tunapokea mizigo ya mabomba kutoka nje, yanaenda mpaka Geita, yanaenda mpaka maeneo mengine kwenye miradi ya miji 28. Kutoka Tanga, Raya Kipingu. Na shukrani sana Raya Kipingu kwa taarifa hiyo. Tuelekee huko nchini Marekani ambapo abiria waliokuwa kwenye ndege aina Boeing 737-800 ya shirika la American Airlines walilazimika kusitisha safari baada ya ndege hiyo kupata hitilafu kwenye injini, hali iliyosababisha moto na moshi kutanda angani. Ndege hiyo ilikuwa ikitoka uwanja wa ndege wa Colorado Springs kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dallas Fort Worth, Texas, lakini ililazimika kutua kwa dharura katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Denver.
Baada ya kutua, abiria lazimika kutoka kwa dharura, wengine wakipanda juu ya bwawa la ndege wakisubiri msaada wa uokoaji. Na mamlaka ya usafiri wa anga Marekani FAA imesema abiria walishuka kwa kutumia vifaa maalum vya dharura vya kuteleza na hakuna vifo vilivyoripotiwa, ingawa watu 12 walikimbizwa hospitalini kwa majeraha madogo. Tukio hili linaongeza wasiwasi kuhusu usalama wa anga nchini Marekani, hasa baada ya mfululizo wa ajali za ndege zilizotokea katika kipindi hivi karibuni, ambapo itakumbuka mnamo Januari 30 mwaka 2025 ndege American Airlines iligongana na helikopta jeshi la Marekani aina ya UH-60 Black Hawk katika mto Potomac, Washington DC, na kusababisha vifo vya watu 18. Na mtazamaji, tukiendelea kuongeza taarifa yetu ya habari, tuangazie huko Sumbawanga mkoani Rukwa. Wawekezaji wadogo katika mgodi wa madini aina ya Emerald uliopo katika kijiji cha Mponda, manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa, wameomba serikali kuwapatia mikopo itakayowezesha kuchimba madini hayo kwa kutumia vifaa vya kisasa ili kuongeza uzalishaji. Wilbert Sumia anaarifu zaidi. Baadhi ya wachimbaji wadogo wa madini aina ya Emerald katika machimbo ya Mponda nje kidogo ya mji wa Sumbawanga wamesema, mama ni mkarimu sana, unipe vifaa, anipe water pump, anipe na compressor, ataona mambo nitakayofanya. Mkoa nitaupasua, nimekuambia nitaupasua kabisa, nitaupasua. Akinipa compressor, kanipa na water pump, basi sitaki mambo wala tamu wekezaji, mimi nataki koswa. Mimi nipate hiyo muone, nitapasua mkoa huu. Nitainua vitu vitaibuka. Ile Emerald hapa iko karibu mno. Sasa nimeshaanza kutoa masampo. Sasa nikipata compressor tena kwa mkono sasa. Uchimbaji mdogo ambao unatumia zana za mikono ambao ingekuwa kama excavator ingekuwa ina manufaa mapema, lakini mpaka muda huu at least ni tani kama 10 hivi katika mgodi wangu. Kitu kikubwa ni uwekezaji. Ukiwa na uwekezaji, hali ya soko inakuwa nzuri. Kwa hata hivyo ndio maana tunasema kuwa wawekezaji wakija kwa wingi, basi mkoa wa Rukwa utakuwa vizuri. Serikali imewapata wawekezaji wakubwa watatu, mmoja tayari amesaini mikataba na yuko tayari kufanya kazi na wachimbaji wadogo wa Emerald katika eneo la Mponda. Baada ya kutangaza fursa za uwekezaji kwa ajili ya kutafutia wawekezaji wachimbaji hawa, tulipata wawekezaji watatu kwenye eneo hili peke yake. Kwa mkoa mzima tulipata wawekezaji 10 ambao wengine wanaenda kuelekeza kwenye kopa, wengine wataenda kuelekeza kwenye makaa, kuna ambao wanawekeza kwenye mambo ya vito. Lakini kwa hapa wawekezaji kati ya watatu, mmoja tayari ameshakamilika, ameshaingia mikataba. Ni ufungaji unaanza kuanzia wiki hii, wataanza ufungaji wa monolope, zile underground za wachimbaji wadogo. Madini ya Emerald ni madini ghali duniani. Gramu moja inauzwa kati ya shilingi milioni 1 hadi milioni 1.5. Nikiripoti kutoka mkoani Rukwa, ni Wilbert Sumia na hii ni Channel 10 Plus. Naam, shukrani sana Wilbert Sumia kwa taarifa hiyo. Huko mkoani Mara, serikali mkoani Mara inatarajia kuanzisha vizimba vya ukaushaji wa dagaa na samaki ili kuondokana na dagaa wenye mchanga kufuatia kukua kwa soko la dagaa wa Musoma unaohitajika kwa sasa maeneo mbalimbali hapa nchini. Musa Makali anaripoti zaidi. Kauli hiyo imetolewa na afisa biashara mkoa wa Mara Bwana Gambares Timoteo, ambapo amesema kwa sasa wanatarajia kuanzisha vizimba pamoja na nyavu ya ukaushaji wa dagaa ili kuondokana na dagaa wenye mchanga kufuatia dagaa wa Musoma na mkoa wa Mara kwa ujumla kuhitajika kwa kiasi kikubwa katika soko. Hiyo soko limeendelea kuwa kubwa, lakini mahitaji ya soko la dagaa kwa sasa yanahitaji dagaa wasiokuwa na mchanga, dagaa ambao wamekaushwa na kuweza kuhudumiwa vizuri. Kwa maana hiyo walaji wetu pia wameweza kuboreka sasa, wanahitaji kula dagaa ambao wana vigezo, hawana mchanga, lakini pia maandalizi yake ni mazuri. Kwa hiyo ukitembelea katika baadhi ya miaro tulionayo ndani ya manispaa ya Musoma, ukienda Kisoria, Kibala, Bunda, Musoma vijijini, Busekela, utakuta kumekuwepo na changamoto ya uanikaji wa dagaa, kwa maana ya maandalizi yale dagaa wasipate mchanga. Tayari kuna baadhi ya maeneo tumetengeneza nyavu na vibao vya kuweza kuanikia dagaa, na ndio maana tunaona dagaa wetu wanatoka sana kwenda mikoani kwa sababu tunauza dagaa wasio na mchanga. Baadhi ya wajasiriamali wakizungumza mara baada ya kongamano la Power Life lililokutanisha takriban ya wajasiriamali 100, wanasema upatikanaji wa masoko kwao ni faraja. Watu waweze kuchakata dagaa ziwe safi na ziwe salama na ziwe zina mchanga kwa ajili ya waraji kwa kula chakula ambacho ni kibora na chakula ambacho ni kizuri. Tunaomba mitaji watuwezeshe ili tuweze kuendeleza biashara yetu. Lakini tumejifunza mengi, wanapaswa kuboresha
zile biashara zao kwa kuweka vifungashio, pia kuweka lebo. Timisha kongamano kwa niaba mkuu wa mkoa wa Mara Dr. Omar Gamuya amewataka wajasiriamali kunufaika zaidi na fedha za mikopo zinazotolewa na serikali. Tupo tayari kushirikiana na serikali na wadau mbalimbali katika kuwajengea uwezo wanawake au wananchi kwa ujumla katika masuala mazima ya kiuchumi. Niwaombe tu wafanyie kazi mafunzo walioyapata leo, nami kwa niaba ya uongozi mzima wa Power Life naahidi kuchukua changamoto walizozitoa ili kuzifanyia kazi au kuzitatua kwa kushirikiana na serikali. Mpaka sasa jumla ya Tanzania shilingi bilioni 2,472,345,193 na senti 17 zimetolewa kama mikopo kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu katika halmashauri za mkoa wa Mara kwa mwaka wa 24-25. Na tayari mchakato wa utoaji wa mikopo unaendelea. Jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10 Plus. Na mtazamaji, ni taarifa hiyo ya Musa Makali kutoka mkoani Mara, na ndipo inatupa mapumziko mafupi, ambapo tukirejea tutaungana na Witness Ngalawa Ingateleza ambaye atatupitisha katika upande wa habari za michezo na burudani. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus. Baki nasi. Kwa kunipa kijiti kwenda kujimwaya viwanjani kufahamishana mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri na yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali, iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania, ukiwa nami mwana michezo wako Witness Ngalawa, maweza kunita Winga Teleza. Na moja kwa moja naanza kitaifa. Kubwa ni kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kuitwa kambini hapo kesho, ambapo kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Hemedi Suleimani ameweka wazi kikosi cha timu ya taifa cha Tanzania kitakachoingia kambini hapo kesho kujiandaa na mchezo wa kuania kufuzu kombe la dunia mwaka 2026, huku nyota wa timu ya taifa ya Tanzania Mbwana Ali Samata ameondolewa kwenye kikosi cha taifa kufuatia kuwa na majeraha. Taarifa zaidi huyu hapa kocha Hemedi Suleimani. Tumechagua wachezaji 24 ambao wataingia kambini kesho kujiandaa na mechi ya Qualify World Cup na Morocco. Yakub Suleiman JKT, Ali Salim Simba, Hussein Masaranga Singida, Shomari Kapombe Simba, Lusajo Moikenda Azam, Mohamed Hussein Simba, Pascal Msindo Azam, Miraj Abdalla Coastal Union, Ibrahim Baka Yanga, Dickson Job Yanga, Abdrazak Mohamed Simba, Ibrahim Ame Mashujaa, Haji Mnoga Salford City England, Novatius Mirosh Gold ZFC Uturuki, Mudasiri Yahya Yanga, Yusuf Kagoma Simba, Faisal Salim Azam, Charles Mombwa Newcastle United Jets Australia, Kibu Dennis Simba, Simon Msuva Al Talaba FC Iraq, Clement Mzize Yanga, Idi Suleiman Nado Azam, Suleiman Mwalim Wydad Casablanca Morocco, na Kelvin John Albog BK Denmark. Samara go injury na ana wiki 2 mpaka 3 ku recover. Kwa hivyo aliumia mazoezini. Baada ya kupata taarifa yenyewe tulishock, lakini baadaye tulijiridhisha. Of course kwa performance ya Samata sasa hivi tulikuwa tunahitaji kuliko wakati wote ule, sio kulinganisha na performance yake. Of course tumeathirika kiasi fulani kwa sababu hata mechi ambayo tumequalify hapo nilikuwa namuona ile performance yake na inaongezeka siku baada ya siku, lakini kama team tunatakiwa tuna plan B au tunajitayarisha kwa chochote ambacho kitatokezea.
Kikosi hicho kimetangazwa leo Machi 14 mwaka 2025 kuingia kambini kujiandaa katika mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Morocco, mchezo ambao utachezwa Machi 26 mwaka 2025 ila wakiwa ugenini. Kwingineko ni taarifa kuhusiana na mwendelezo wa ujenzi wa uwanja huko Arusha, ambapo naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma maarufu Mwana FA amesema kuwa uwanja wa mpira wa miguu wa Arusha utakuwa na uwezo wa kudumu kwa miaka 130 huku kukiwa unafanyiwa marekebisho kila baada ya miaka 10. Huyu hapa Hamisi Mwinjuma akifafanua kuhusiana na uwanja huo. Uwanja huu kama ambavyo nimeshasema utakuwa unaweza kuchukua watu 32,000, uwanja wa kisasa kabisa, pengine kuliko uwanja wowote kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Na utakapokamilika Juni 2026, uwanja huu utakuwa na muda wake wa kuishi miaka 130, lakini kutakuwa na marekebisho ya kila baada ya miaka 10, lakini kitu kimoja ambavyo labda vitakuwa na lifespan fupi tutahakikisha vinafanywa marekebisho kwa kadri ambavyo mkandarasi ameelekeza wakati wa kukabidhi uwanja. Ni kama ile ya Benjamin Mkapa ambapo ulikamilika 2007 na viti vyake vilitakiwa lifespan yake ishie 2014, vikae kwa miaka 7, lakini sasa hivi ndo tunavibadilisha. Kwa hivyo nafikiri tuko makini kuhakikisha hilo halitatokea na uwanja huu. Tufanye marekebisho na ukarabati wa mara kwa mara kama ambavyo itakuwa imeelekezwa, ili kuhakikisha ya kwamba hatupati gharama kubwa za kufanya ukarabati wa pamoja baada ya vitu vingi kuharibika kwa wakati mmoja. Uwanja huu kwa sasa hivi ujenzi wake umefikia 33%. Kwa hiyo kamati ya bunge ambayo ina jukumu la kutusimamia imekuja na yenyewe kujionea, wasiishie kwenye makaratasi, na wao pia wameridhika na hatua zilizofikiwa kwenye utekelezaji wa mradi huu. Tumewapitisha kwenye uwanja wakajionea, lakini tumekaa na tukafanya presentation ya nini ambacho kutafsiri kile ambacho wamekiona wakati wanatembelea mradi wa ujenzi. Namna hivyo maendeleo ya uwanja unaojengwa huko jijini Arusha, na ndivyo ambavyo taarifa hiyo inaweka utuo upande wa viwanjani kitaifa. Na sasa ni ule wasaa wa viwanjani kimataifa. Kunani huko? Huyu hapa mwanamchezo wetu ambaye anatufahamisha kinaga ubaga yapi ambayo yamejiri na yanaendelea kujiri kunako michezo kimataifa barani Ulaya. Kocha wa timu ya taifa Uingereza Thomas Tuchel kwa mara ya kwanza ametangaza kikosi cha timu ya taifa akiwa kama kocha mkuu, na amewashangaza wengi baada ya kumrejesha mshambuliaji wa Aston Villa Marcus Rashford katika kikosi chake kwa mara ya kwanza baada ya kuachwa huko nyuma na Gareth Southgate. Rashford aliichezea Uingereza mara ya mwisho katika mechi ya kirafiki dhidi ya Brazil mnamo Machi 2024, lakini amekuwa na kiwango kizuri tangu ajiunge na Villa kwa mkopo kutoka Manchester United mnamo Januari. Mlinzi wa Newcastle Dan Burn na Miles Lewis-Kelly wa Arsenal wako kwenye kikosi hicho pia, na wanatazamiwa kucheza mechi zao za kwanza baada ya kuitwa kwa mara ya kwanza. Tuchel pia amemrejesha kiungo wa Ajax Jordan Henderson katika kikosi cha wachezaji 26. Uingereza wanaanza kampeni yao ya kufuzu kwa kombe la dunia 2026 kwa michezo miwili mtawalia itakayopigwa kwenye uwanja wa Wembley dhidi ya Albania na Latvia siku ya Ijumaa tarehe 21 na Jumatatu ya tarehe 24 mwezi Machi. Na huko kwenye Carabao, beki wa Liverpool Trent Alexander-Arnold anatazamiwa kukosa fainali za kombe la Carabao wikendi hii dhidi ya Newcastle kutokana na majeraha, lakini anaweza kurejea mwishoni mwa msimu huu. Alexander-Arnold alichechemea katika kipindi cha pili cha mchezo wa hatua ya 16 bora ya ligi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya Paris Saint-Germain siku ya Jumanne, huku vinara hao wa ligi kuu ya Uingereza wakiondoshwa kwenye michuano hiyo kwa mikwaju ya penalty. Nafasi yake ilichukuliwa na Jarrell Quansah ambaye kwa sasa ndio ana uwezekano wa kuanza kwenye fainali ya Wembley. Beki wa kati Ibrahima Konate pia anatazamiwa kufanyiwa vipimo zaidi baada ya kufanyiwa mabadiliko katika muda wa nyongeza dhidi ya PSG. Akizungumza na wanahabari kuhusu fainali ya wikendi, Slot alisema, "Tunatazamia sana kucheza mchezo mgumu kwa sababu huwezi kuchukua fainali kuwa ya kawaida. Haswa sio katika nchi hii yenye timu nyingi nzuri zinazoshiriki katika kila mashindano." Kufikia hapo ndio ukomo wa habari za kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo.
Namna hivyo mwana michezo wetu ametupitisha kufahamu yale ambayo yamejiri kunako anga la michezo kimataifa kubwa Carabao Cup. Tumeona kina nani ambao watakosa na kina nani ambao wataingia. Yote kwa yote ni michezo kimataifa. Na sasa ni ule wasaa wa burudani. Burudani tunakutazama zile ambazo zinabamba kunako mitandao mbalimbali ya kijamii, nazungumzia Instagram, Facebook, TikTok na Instagram. Lakini hapa inayobamba leo inatoka zaidi katika upande wa soka, ambapo baada ya mchezo baina ya Real Madrid dhidi ya majirani zao Atletico de Madrid katika uwanja wa Metropato, wamelaumiwa kwa kuacha benchi lao likiwa chafu ambavyo haijatarajiwa. Inaelezwa kwamba utaratibu wa kawaida, kila benchi linakuwa na dustbin yake kwa ajili ya kuhifadhi uchafu, yaani kutupa chupa za maji, gloves na mengineo. Lakini hawakufanya hivyo, bali walikuwa wanatupa hovyo hovyo. Hii imeenda mbali zaidi, wengi wakisema huenda kwa sababu ya upinzani wao na Atletico Madrid, hivyo wamefanya hivyo ikiwa ni makusudi. Hayo ndiyo ambayo yaliyobamba mtandaoni kuhusiana na Real Madrid kuweka uchafu katika mchezo ambao walicheza na Atletico Madrid. Huko mtandaoni wamezungumzwa mengi zaidi kuhusiana na kutokujali usafi wa mazingira. Lakini kubwa upande wa kitaifa, kiporo kimeweza kulika. Kiporo hakijachacha kama ambavyo wengine husema, huenda kiporo kikachacha kwa namna moja ama nyingine. Tumeona Simba ameweza kumkanda kisawasawa Dodoma Jiji katika dimba la KMC Mwenge jijini Dar es Salaam, mchezo ambao ulikuwa ni wa kiporo. Namna hivyo ndivyo ambavyo nahitimisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku nzima leo. Kumbuka mimi ni mwana mchezo wako Witness Ngalawa, mazo kunita Winga Teleza, ambaye nimekuletea mkusanyiko mzima wa habari za michezo pamoja na burudani. Nikurejeshe kwake Lulu Ali aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Na mtazamaji, namna hiyo Winga Teleza Witness Ngalawa anatuacha katika upande wa michezo na burudani. Kukumbushe katika upande wa habari ya kutwa nzima leo ulikuwa nami Lulu Ali. Naweza kushukuru mtazamaji kwa kuendelea kutazama Channel 10 Plus na kuchagua kama kituo chako bora kabisa. Endelea kutufuatilia katika peji zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment. Kwa wakati mwingine, alamsik.